Maisha ni safari ndefu ambayo unapajua unapotoka tu, lakini unapokwenda ni fumbo kubwa analolijua Mwenyezi Mungu pekee. Isihaka Hamisi Faridi ni kijana mwenye umri wa miaka 21 ambaye kwa miaka 4 sasa amepooza. Hali hiyo ilianza baada ya kuanguka uwanjani wakati akicheza mpira, tukio lililobadilisha maisha yake na kumfanya apoteze uwezo wa kutembea. Isihaka anaelezea jinsi tukio hilo lilivyompata na maisha yake yalivyobadilika tangu siku hiyo. Kwa jina naitwa Isihaka Hamisi Faridi. Kwa sasa ni mgonjwa, nasumbuliwa na maradhi ya uti wa mgongo niliyopata kipindi nacheza mpira. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Ni asubuhi majira saa 4 kamili tukatoka hapa mimi na wenzangu kwenda kucheza mpira. Kwa bahati nzuri alhamdulillah tukafika tukaanza vizuri tukapata mpaka goli la mwanzo, lakini ndo katika kutayarisha goli la pili tukashapata pasi ya kwenda kule, mimi nika namba 7 na kutokana na mpira ulivyokuja nikaona bora ni move namba 7 kwenda namba 9. Kwa hiyo baada ya kwenda kuwahi ile mpira, bahati mbaya mwenzangu mimi nikawa nimefika mbele, yeye akanigonga nyuma mgongo. Kwa baada hapo ndo nikadondoka chini nikapoteza kila kitu. Ndio siku yangu ya mwanzo ilikuwa kombe la dunia. Changamoto ambazo nazipitia ni kwamba siwezi kutembea na baadhi ya vitu siwezi kufanya mimi kama mimi. Kwa mfano kubeba vitu au kusogea kwenda sehemu moja kwa sehemu nyingine. Badala hapo nikatoka nikaenda hospitali ya JKU na hospitali ya Mnazi Mmoja. Nikafanya pale matibabu madogo madogo, lakini ndo hali kazidi kuwa ngumu. Kutokana na baba akaomba rufaa ili tuende Muhimbili, hatukupata. Kwa tukatoka kwa juhudi zetu wenyewe tukafika mpaka Muhimbili. Baada ya kufika Muhimbili, majibu ya kule akaniambia kwamba tindi 3 za mgongo zimeathirika. Hospitali ya Muhimbili nikaa kama wiki 2 na siku 3 kama nikatoka hapo nikaja Zanzibar. Majibu ya hospitali ya JKU kwanza na Mnazi Mmoja yalitoka kwamba nikafanywa upasuaji. Lakini kufika kule kufanywa vipimo ya MRI wakamaliza akaniambia haina ulazima kufanya upasuaji kwa sababu bado ni mdogo na nikiendekeza dawa pamoja na ushauri wa daktari na mazoezi naweza nikarecover kwa muda, lakini nitachukua muda. Alhamdulillah hali imebadilika, lakini so haraka. Yaani imebadilika kidogo kwa sababu mwanzo nilikuwa nalala tu kwenye godoro. Nalala tu, yani sifanyi kitu chochote, hata kumove mikono kwa siwezi. Lakini alhamdulillah sasa hivi naweza. Shingo ilikuwa hii siwezi, pia nimefunga legude. Lakini ndo baada kutoka kule nikakaa naweza shingo kila kitu. Bisubira Hassan ni mama mzazi wa Isihaka. Anazungumzia changamoto anazopitia katika kumhudumia mwanawe, huku akiomba jamii kujitokeza na kumsaidia katika kipindi hiki kigumu. Ikiwa kama mzazi napitia changamoto, kiukweli kumchukua Isihaka tukampeleka chooni na kumrejesha, kiukweli tabu, lakini tukipata matibabu inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia itakuwa vizuri, na sapoti zenu na michango yenu inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia. Na hivi sasa tunatoka tunakwenda kwenye matibabu Lumumba kwa kupata majibu ya vipimo. Kiukweli Isihaka aliumia uti wa mgongo, haendi wala hasimami. Anahitaji sapoti zenu na viongozi wetu, tunaomba msaada wenu. Kiukweli wabunge, wawakilishi wa jimbo letu tuko pamoja nao. Hawajajitokeza lakini tuko pamoja nao na tunaendelea nao kiuzuri kiukweli. Kwa hiyo tunahitaji msaada wenu, sapoti zenu, ikiwemo na rais wetu. Alhamdulillah tulikwenda mara ya kwanza Lumumba, tumepata msaada vizuri, tumeshughulikiwa vizuri. Tunaishukuru serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar kwa jitihada zao. Kwa kweli alhamdulillah tunashukuru, na sasa hivi tunaendelea kwenda kuchukua vipimo, na sasa hivi hapa tunatoka jamani tu. Kama mnavyoona kijana wetu anahitaji msaada wenu, anahitaji matibabu. Juhudi za kumsaidia Isihaka zinaendelea, ambapo leo amepelekwa hospitali ya Lumumba
kwa ajili ya kufanyiwa vipimo zaidi ili kufahamu hali yake na kupata matibabu yanayofaa. Mbunge na mwakilishi wa jimbo langu la Dimani kwa kuweza kunipa sapoti, japokuwa hakutokea, ila nashukuru kwa kuweza kunisaidia kwa vitendo. Na wito wangu kwa jamii, naomba sapoti zenu, nisaidie, kwani mimi ni kijana bado mdogo ambaye nina ndoto nyingi za kujiendeleza, lakini ndo nimeshindwa kujiendeleza kutokana na maradhi yangu. Na kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, naomba mniangalie mimi, mtoto wenu, kijana wenu, na mwenye ndoto nyingi ambayo na imani kwa msaada wenu naweza nikazitimiza. Mimi ni Angel Paul, nyuma kamera ni Alexa Madaha. Endelea kufuatilia ASAM Online TV. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.